Wakati Papa Leo wa 14 akifanya ziara yake katika mataifa manne barani Afrika, macho ya wengi hayakuwa tu kwenye ujumbe wake wa kiroho, bali pia kwenye kundi la vijana waliokuwa nyuma ya sare za rangi ya bluu, njano na nyekundu, ambao wanamlinda kwa ukaribu mkubwa sana. Watu wengi wanajiuliza kwa nini walinzi wa Papa wanatoka Uswizi badala ya kutoka Vatican City ama Italia, nchi jirani. Sasa jibu lake si rahisi, bali ni simulizi ndefu ya kihistoria, siasa za Ulaya na uaminifu uliothibitishwa kwa damu na jasho. Chanzo cha hadithi hii kinarejea karne ya 15 na 16, wakati ambapo Ulaya ilikuwa katika kipindi cha vita vya mara kwa mara kati ya falme na himaya. Katika kipindi hicho, askari kutoka Uswisi walijijengea sifa kubwa sana kuwa wapiganaji hodari, waliokuwa na nidhamu kali na walioweza kuaminika kwa kiasi kikubwa. Wanahistoria wa kijeshi kama Geoffrey Packer wameandika kuwa wanajeshi wa Uswisi walikuwa miongoni mwa vikosi bora zaidi vya mamluki huko barani Ulaya, wakijiajiri ama kuajiriwa na wafalme wa Ufaransa, Hispania na hata dola takatifu la Roma. Umaarufu wao haukutokana tu na nguvu, bali pia uaminifu wao kwa waajiri wao, sifa ambayo ilikuwa nadra sana kwa wakati huo. Ndipo mwaka 1506 Papa Julius wa pili alipochukua hatua ya kihistoria kwa kuanzisha rasmi kikosi cha walinzi binafsi kilichojulikana kama Swiss Guard. Kulingana na kumbukumbu ya Vatican Apostolic Archives, askari wa kwanza 150 waliwasili Roma tarehe 22 Januari mwaka 1506, tarehe ambayo leo huadhimishwa kama siku ya kuanzishwa kwa kikosi hicho. Papa Julius wa pili alihitaji ulinzi wa kuaminika katika kipindi ambacho Vatican ilikuwa katikati ya misukosuko ya kisiasa na vita vya Italia, na aliona askari wa Uswisi kama chaguo bora zaidi kwa ulinzi wa Vatican na Roma. Lakini tukio lililoweka muhuri wa milele juu ya uaminifu wa Swiss Guard lilitokea mwaka 1527, ambapo kwa wakati huo Sack of Roma. Katika shambulizi hilo, majeshi ya dola takatifu ya Roma chini ya mfalme Charles wa tano yalivamia Roma kwa ukatili mkubwa. Kati ya walinzi 189 wa Swiss Guard waliokuwepo, zaidi ya 140 waliuawa wakimlinda Papa Clement wa saba. Kwa mujibu wa maandiko ya mwanahistoria Ludwig von Pastor kutoka kitabu chake cha History of the Popes, walinzi hawa walijitoa mhanga kwa makusudi ili kumpa Papa muda wa kutoroka kupitia njia ya siri ya Passetto di Borgo kuelekea Castel Sant'Angelo. Tukio hili limekuwa nguzo kuu ya utambulisho wa Swiss Guard hadi leo, ishara ya uaminifu isiyotetereka kabisa katika nyakati za ulinzi. Lakini kwa upande mwingine, ukubwa wa Vatican City nao ni sehemu ya jibu. Vatican ni mji ama jiji ama nchi ndogo zaidi duniani yenye eneo la chini ya kilomita 1 ya mraba na idadi ndogo sana ya raia. Kwa mujibu wa ripoti za CIA World Factbook, Vatican haina jeshi la kawaida kama nchi nyingine. Hivyo badala ya kuunda jeshi kubwa, imeendelea kutegemea kikosi hiki kidogo lakini maalum sana chenye historia ndefu na mafunzo ya hali ya juu. Hata hivyo, Swiss Guard si kikosi cha kihistoria tu, bali pia ni jeshi la kisasa. Ingawa wanajulikana kwa sare zao za kuvutia ambazo mara nyingi huhusishwa kimakosa na msanii Michelangelo, ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja.
Ukweli ni kwamba wanapitia mafunzo ya kisasa ya kijeshi na usalama. Ripoti za idara ya shirikisho la ulinzi wa Uswisi, yani Swiss Federal Department of Defense, zinaonyesha kuwa wanachama wengi wa Swiss Guard tayari huwa wamehudumu katika jeshi la Uswisi kabla ya kujiunga, wakileta utaalamu wa kisasa katika ulinzi wa viongozi. Masharti ya kujiunga pia yanaonyesha kiwango cha juu cha umakini. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya Swiss Guard, mwombaji lazima awe raia wa Uswisi, Mkatoliki asiye na rekodi ya uhalifu na awe amepitia mafunzo ya kijeshi. Hii inaonyesha kuwa kikosi hiki si cha mapambo tu, bali ni chombo madhubuti cha usalama. Katika muktadha wa sasa wa dunia ambapo vitisho vya kiusalama vinaongezeka, uwepo wa Swiss Guard unaendelea kuwa na umuhimu mkubwa sana. Watafiti wa masuala ya usalama wa viongozi wa kidini kama vile John Allen Jr. wameeleza katika tafiti zao kuwa ulinzi wa Papa unahitaji mchanganyiko wa urithi wa kihistoria na teknolojia ya kisasa, na Swiss Guard imefanikiwa kuunganisha mambo haya mawili. Ndio maana hadi hii leo unaona Swiss Guard wanaendelea kumlinda Papa. Kwa hiyo tunapowaona walinzi hawa wakiwa karibu na Papa katika ziara zake, ikiwemo barani Afrika, tunapaswa kuona zaidi ya sare zao za kuvutia. Tunatazama urithi wa zaidi ya miaka 500 iliyopita, hadithi ya uaminifu iliyothibitishwa katika vita, uliodumishwa kupitia taasisi na unaoendelea katika dunia ya kisasa. Ni ushahidi kwamba wakati mwingine taasisi ndogo tu lakini zenye mizizi imara zinaweza kudumu zaidi kuliko mifumo mikubwa inayobadilika mara kwa mara. Kwa kifupi, sababu ni kwa nini walinzi wa Papa wanatoka Uswisi si ajali ya kihistoria. Ni matokeo ya mchanganyiko wa uaminifu, utamaduni na tukio moja la kihistoria lililobadili kila kitu. Na hadi leo, kila askari wa Swiss Guard anapochukua kiapo chake, anarudia ahadi ile ile inayotolewa na waliotangulia ya mwaka 1527 kumlinda Papa hata kama itagharimu maisha yake. Na hiyo ndio sababu mpaka hii leo unaona walinzi wa Uswisi ama Swiss Guard wanaendelea kumlinda Papa. Hatua hii ilianza tangu enzi na enzi. Hadi hii leo ni hadithi tu inayoendelea kumea na kukua kila uchao.